Mvutano kati ya mataifa makubwa ya kijeshi duniani unaonekana kupanda tena baada ya waziri wa ulinzi wa Urusi, Andrei Brosovich, kutoa kauli nzito kwamba Marekani inapanga kupeleka makombora ya kisasa ya hypersonic aina ya Dark Eagle barani Ulaya na katika ukanda wa Asia Pasifiki. Hii ni taarifa inayozidi kuibua taharuki katika usalama wa kimataifa, hususani kwenye uhusiano wa Washington na Moscow. Kwa mujibu wa waziri huyo, kufikia mwishoni mwa mwaka huu, jeshi la Marekani linatarajiwa kuyaingiza rasmi katika matumizi ya mifumo ya makombora hayo ya Dark Eagle ambayo yana uwezo mkubwa wa kusafiri kwa kasi ya juu na kulenga malengo yaliyopo hadi umbali wa kilomita 5,500. Hii ina maana kwamba silaha hizi zina uwezo wa kufika kwenye maeneo ya katikati ya Urusi ndani ya dakika chache tu endapo zitakuwa zimehifadhiwa kwenye maeneo ya Ulaya kama vile Ujerumani. Waziri huyo amefafanua kuwa endapo kombora la Dark Eagle litakuwa limesimama katika ardhi ya Ujerumani, linahitaji takribani dakika 6 hadi 7 pekee kufika kwenye mfumo wa malango ndani ya Urusi. Hili kwa Urusi ni ishara kubwa ya tishio la moja kwa moja, jambo linaloweza kuibua mashindano mapya ya silaha za nyuklia na kuleta mazingira ya wasiwasi katika bara la Ulaya. Mbali na hilo, Andrei amedai kuwa Marekani imefanya mazoezi ya kijeshi yaliyopewa jina la Global Thunder 2025 ambayo anadai yalihusisha majaribio ya kutekeleza shambulio la awali la nyuklia dhidi ya Urusi. Ikiwa taarifa hizo ni za kweli, basi hatua hiyo inaweza kufungua ukurasa mpya wa malumbano makali ya kijeshi na kisiasa duniani. Kwa sasa, dunia iko kwenye kipindi nyeti sana ambapo mataifa makubwa yanaendelea kujiongezea teknolojia za silaha zinazoweza kubadilisha kabisa hesabu za kiusalama. Makombora ya hypersonic kama Dark Eagle yanaongeza kasi ya silaha kwa kiwango ambacho mfumo wa ulinzi wa kawaida unaweza kushindwa kuyazuia. Kwa namna yoyote ile, uwepo wa silaha hizi katika Ulaya unaweza kusababisha mazingira mapya ya taharuki na misuguano mikali kati ya nguvu mbili kubwa duniani, Marekani na Urusi. Swali ambalo sasa dunia inajiuliza ni hili: je, mataifa haya mawili yataweza kukaa meza moja na kurejesha mazungumzo ya kudhibiti silaha kabla dunia haijaingia kwenye mwelekeo mpya wa hatari, ama huu ni mwanzo wa enzi mpya ya mashindano ya makombora ya kasi ya juu? Dunia inatazama kwa umakini. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.